Mpendwa mtazamaji na mpendwa msikilizaji, ninapenda kukukaribisha tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya asubuhi ya Mwinue Yesu Juu. Ikiwa leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, tuna somo zuri lenye kichwa kinachosema mkate wa kila siku umeahidiwa. Na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 na fungu la 11. Nalo linasema, utupe leo riziki yetu. Tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru sana. Umetutunza na kutuhifadhi usiku kucha, na asubuhi nyingine hii tumejinyenyekeza miguuni pako kwa ajili ya kujifunza. Roho yako Mtakatifu, tunaomba akaambatane pamoja na sisi, akatufundishe yote tunayokwenda kujifunza leo, yakafae kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na maisha yetu ya milele. Kuwa pamoja nasi, ukitutunza, ukituongoza, ukitufundisha. Hili ni ombi letu kuu katika Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Kama mtoto, utapokea kila siku kile kinachohitajika kwa hitaji la kila siku. Kila siku unapaswa kuomba, utupe leo riziki yetu. Usisumbuke moyo ikiwa hauna vya kutosha kwa ajili ya kesho. Unao uthibitisho wa ahadi yake. Ukae katika nchi na hakika utalishwa. Daudi anasema, nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Yule Mungu aliyetuma kunguru wamlishe Eliya katika kijito cha Kerithi, hata mpita hata mmoja wa watoto wake waaminifu na wenye kujikana nafsi. Kama yeye aendaye katika haki, imeandikwa, atapewa chakula chake. Maji yake hayatakoma. Hawataaibika wakati wa ubaya, na siku za njaa watashiba. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimu na mambo yote pamoja naye? Yeye ambaye alipunguza mahangaiko na mashaka ya mama yake mjane, na kusaidia kutoa mahitaji kwa ajili ya kaya ya Nazareti, anamhurumia kila mama katika mahangaiko yake, ili kuwapatia watoto wake chakula. Yeye ambaye aliwahurumia makutano kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika, bado anawahurumia maskini wanaoteseka. Mkono wake umenyoshwa kwao katika baraka, na katika maombi yayo hayo aliyowapa wanafunzi wake, anatukumbusha kuwakumbuka maskini. Ombi kwa ajili ya mkate wa kila siku linajumuisha sio tu ili kuuhuisha mwili, lakini mkate ule wa kiroho ambao utastawi nafsi hata uzima wa milele. Yesu anatusihi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Nukuu kutoka kitabu cha Yohana 6 fungu la 27. Anasema, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Aya ya 51. Mwokozi wetu ni mkate wa uzima.
na ni kwa kutazama upendo wake kwa kupokea nafsini ndivyo tunavyoula mkate ushukao kutoka mbinguni. Tunapompokea Yesu kwa njia ya neno lake na Roho Mtakatifu ametolewa ili kufungua neno la Mungu katika uelewa wetu na kufikisha mahali pake ukweli mioyoni mwetu. Tunalazimika kuomba kila siku kwamba tunaposoma neno lake, Mungu anamtuma Roho wake ili kutufunulia ukweli ambao utaimarisha nafsi zetu kwa ajili ya mahitaji ya kila siku. Katika kutufundisha kuomba kila siku kwa ajili ya kile tunachokihitaji, baraka zote za kimwili na za kiroho, Mungu analo kusudi la kulitimiza kwa manufaa yetu. Angetutaka tutambue utegemezi wetu juu ya utunzaji wake wa kudumu, kwa kuwa anatafuta kutuvuta katika ushirika pamoja naye. Katika ushirika huu na Kristo, kwa njia ya maombi na kujifunza kweli kuu na za thamani za neno lake, kama roho zenye njaa tutalishwa. Kama wale walio na kiu tutaburudishwa kwenye chemchemi ya uzima. Mungu na awabariki.